majina naitwa Marara Daudi kutoka TZ 708, natokea mkoa wa Mara, wilaya Tarime. Naona katika kituo changu hedhi salama imekuwa ni tatizo kwa watoto wa kike, maana kwanza hawajui nini maana ya hedhi salama. Vile vile kuna changamoto wanakumbana nazo kama vile ukosefu wa vioo ambavyo vina milango, kwa hiyo jinsi ya kujistiri vizuri hawawezi. Maji hayapo kituoni, kwa hiyo usalama wao na kujisafisha na kuwa ni mdogo, hivyo inaweza kuwapelekea kwa matatizo mengine. Vile vile pia eneo la kutupa taka, nikimaanisha kwamba vifaa vinavyotumika ndani ya hedhi salama inakuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu vifaa vile havipo na jamii inayozunguka hawajui nini ya maana ya kutunza hivyo vifaa. Kwa hiyo inapelekea wale watoto kupata shida, na jamii nzima utakuta mazingira yamechafuka kwa sababu ya hivyo vifaa vinavyotumika katika wakati wa hedhi. Kama kutakuwa na vyoo vilivyokuwa sahihi, kama hata kuwa na vifaa, huyu mtoto wa kike kukaa darasani itamsumbua, si ndivyo? Na kama itamsumbua kukaa darasani, hata kuzingatia masomo pia kwa nini itamsumbua. Lakini tuangalie huyu mtoto wa kike katika familia, na ana baba, si ndivyo? Ana kaka pia, na pia ana wajomba, tuseme na kila baba mdogo na kitu gani. Lakini pia huyu mtoto wa kike saa zingine kuna watu wengine hawakai na mama zao, na saa zingine unaenda shuleni hakuna walimu wa kike. Inakuwaje kwa huyu mtoto wa kike ambaye unakuta anapitia changamoto kama hizo? Unakuta suluhisho ile kwamba mtoto aende nyumbani. Wanapomwona ameingia katika ile hali, badala ya kumsaidia mbele, hai nenda nyumbani bila hata kujua kule nyumbani kitu gani kitaendelea. Kwa hiyo sasa jamii inatakiwa kwanza kupata elimu, iwafundishe watoto, na sisi kama mabalozi tuliojifunza tutaenda kuwa mawakili wema na mabalozi kwa ajili ya watoto wale kupata elimu ya hedhi salama. Mbinu zinazotumika katika mafunzo haya kwanza nimezipenda, ni nzuri. Zinaweza zikasaidia watoto wa kiume pia kufahamu na kujua jinsi ya kuwasaidia watoto wa kike, kwa sababu kila mtu atakuwa amejifunza yaliyo sahihi. Kwa kutumia mafunzo haya naweza nikasaidia watoto wa kike walioko kituoni kwangu, kwanza kwa kutumia njia sahihi tulizofundishwa, kwa sababu tumefundishwa kwa vitendo. Kwanza nitawafundisha namna ya kutengeneza vitu ambavyo vinawazingira katika mazingira yao ili kujisaidia. Pia tutaweka vitu ambavyo ni muhimu kama vile dustbin za kuweka uchafu wanaotumia. Lakini pia tutawafundisha namna ya kutengeneza pedi kwa wale ambao watakuwa na uwezo. Walikuwa wanafundishwa ndio maharusi. Pastor akasema visalawanda. Nikarudi nikamuuliza, shangazi, visalawanda ni nini? Visalawanda ni kochi. Kaniambia hivyo. Na shangazi, sijui ilikuwa ni wapi. Nikasikia wanaongea hivyo. Nikasikia wanasema hivyo. Na shangazi. Eti kuvunja ungo ni nini? Kipindi hicho nilikuwa sijabalee, bado mtoto mdogo. Lakini nilikuwa napenda sana kudadisi. Kubalee ni nini? Kubalee ni kurudi nyumbani. Basi siku moja mimi nimelelewa na YSDA. Wakawa wanafanya ile uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Wakaja nyumbani kwetu. Wakagonga mlango, pap. Karibu. Shangaza ameenda sokoni. Basi na mimi nilikuwa mkarimu sana, nikawakaribisha ndani. Karibuni wageni, mfanye kufaya kwenye visalawanda, na wengine wakipungua wakae kwenye vya uzazi. Mfanye kutongozana, msubiri mama abalee, afanyaje? Awavunje huu. Baadaye walikuja kuniambia vya uzazi nani visalawanda ni vile vitambaa walikuwa wanatumia wakati binti ameolewa kutambua kwamba ni bikra au sio bikra. Walikuwa wanatumia visalawanda, kile kitambaa cheupe kinaitwa visalawanda. Sasa mimi nikawakaribisha watu kwenye visalawanda, kama watakuwa wengi wamepungua, wengine wakae kwenye vya uzazi. Kutongozana wakisubiri mama abalee. Kwa hivyo mimi nashauri kitu kimoja, mtoto akikuuliza kitu, mueleze ili ajue kwamba hichi kitu ambacho ninakisema ni kizuri kutamkwa au sio kizuri.
Kwa hivyo utamwambia tu kama ni kitu fulani, mwambie hii ni kitu fulani kinatumika kwa ajili ya kukojoa na kufanya hivi. Kule kwetu kuna mmoja alimuuliza mamake, "Mama, hii kitu ni nini?" Akaambiwa dudu. Akataka kukaa kwa sababu hataki kuwa na dudu. Alimwambia kitu fulani asingefanya hivyo. Kitu ambacho kwa kweli kilikuwa ni kigeni sana kwangu na sikuwahi kukifikiria kwamba kiko hivyo ni kile kipindi cha balehe kwa mtoto. Mimi nilifikiri tunapoona mtoto amevunja ungo basi ndio siku ya kwanza ambapo balehe inatokea. Kumbe balehe inakuwa ni stage nyingi ambazo zinatokea hapo katikati, au vitu vingi vinatokea hapo katikati mpaka kuja kufika ile siku ambayo tunasema binti amevunja ungo, kwamba kuna maandalizi yanafanyika kabla ya kufikia huko. Lakini vivyo hivyo kwa wavulana, kwamba ni process sio ya siku moja au sio tukio la siku moja, kumbe ni tukio ambalo linachukua muda fulani mpaka kuja kufika. Ni msingi sana na ni muhimu sana kufundisha watoto wa kiume masuala ya hedhi salama, kwa sababu wako pamoja na watoto wa kike. Kwa hiyo wakilijua kwa upana zaidi, inawasaidia hata wale watoto wa kike kuwa katika mazingira ambayo wanaona wako salama na hakuna kuchekwa na nini. Inamjengea mtoto kujiamini na kuishi vizuri na wale watoto wa kiume, pengine wataendelea kushirikiana vizuri. Kwa hiyo itakuwa na matokeo mazuri sana kama watoto wa kiume pia watafundishwa masuala ya hedhi salama. Kitu kikubwa sana nilichojifunza kwenye mafunzo haya ni namna ya kuweza kumshirikisha mtu mwingine ili na yeye aweze kupokea kile nilichonacho. Kwa mfano, tumejifunza michezo mbalimbali ambayo katika kutoa maamuzi bila kumuumiza mtu mwingine. Na pia kitu kingine ni kuweza kujenga ule umoja, kushirikisha kikundi ili kiwe na sauti moja ya kuweza kujadili kitu ambacho kinafanana katika kutatua tatizo.